Kwa majina naitwa Yusuf Mwasakafyuka, ni afisa usajili hapa BRELA, maana ya wakala wa usajili wa biashara na leseni. Hapa Nane Nane kwenye viwanja hivi vya Nzuguni, BRELA ipo kutoa huduma zote ambazo inazitoa tukiwa ofisini. Kama unavyofahamu, BRELA tunasimamia utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo usajili wa makampuni, usajili wa majina ya biashara, usajili wa alama za biashara kwa maana ya trademark and service mark, lakini pia utoaji wa leseni za biashara kundi A. Vile vile tunatoa leseni za viwanda. Kwa hiyo tukiwa hapa viwanja vya Nane Nane, wananchi au wafanyabiashara wote wanakaribishwa kupata huduma hizo kutokea hapa viwanja hivi vya maonesho. Kwa maana tunaweza tukakupatia huduma ya papo kwa papo. Kwa mfano, usajili wa jina la biashara unakamilika ukiwa hapa hapa. Usajili wa kampuni unaweza ukakamilika ukiwa hapa hapa kwenye viwanja hivi. Lakini kuna utoaji wa leseni za biashara ile kundi A unaweza ukakamilika ukiwa hapa hapa kwenye viwanja vya Nane Nane. Lakini unaweza ukaanza kufanya mchakato wa uumbaji wa alama za biashara au trademark and service mark. Huduma zile za mwanzo unaweza ukazipata ukitokea hapa. Vile vile uumbaji wa leseni za viwanda, huduma za mwanzo unaweza ukazipata ukitokea hapa viwanja vya Nane Nane. Kwa hiyo wananchi waje, wafanya biashara tunawahimiza wote wapite kwenye banda letu ambalo lipo tuko mahala pawili. Moja kwenye banda la makamu wa rais na waziri mkuu, lakini vile vile tupo katika banda la Wizara ya Viwanda na Biashara. Ukipita katika moja ya mabanda hayo unaweza kupata huduma zote hizo nilizozieleza. Timu ya wafanyakazi wote tuko hapa kuhudumia wananchi. Kwa kweli kwa mazingira ya sasa, urasimishaji wa biashara ndio nyenzo ya kwanza ya kukuza mtaji au kukuza biashara au shughuli anayoifanya mwananchi, kwa sababu kama unavyofahamu, kupitia urasimishaji wa biashara ndio unafungua masoko makubwa kwa yule mfanyabiashara au awe mfanyabiashara, mkulima, mfugaji. Kama unavyofahamu sasa hivi kilimo au ufugaji au uvuvi lazima unafanyika kwa kisasa na lazima ufikie masoko. Ili ufikie masoko, sasa urasimishaji ni njia mojawapo ya kupeleka bidhaa au huduma kwa wateja kwa kiwango kikubwa kabisa. Sasa unapozungumzia urasimishaji, basi BRELA ni lango la kwanza. Mfanyabiashara anatakiwa apite hapo kuelekea kwenye hayo mafanikio. Unafahamu, kisha toka BRELA sasa unaweza ukapokelewa na taasisi zingine au wadau wengine. Kwa maana kwanza unajenga uaminifu, wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini. Lakini kuna huduma, kwa mfano unataka bidhaa yako ipate ithibati kutoka TBS. TBS watakuomba kwanza upite BRELA. Unataka upate vyeti utambulike na watu wa vipimo, wao pia watakuomba bwana pita kwanza. Unataka kufungua bank account ya biashara, utahitajika kwanza upite BRELA then uendelee. Lakini pia unapotaka kufikia wadau wanaohusika na ukuzaji wa mitaji, wote pia watataka kujua wewe ni nani, uko wapi. Hivyo unatakiwa upite kwanza BRELA ujisajili, ama jina la biashara ama kampuni au uwe na leseni. Kwa hiyo BRELA tunasema ndio lango la mafanikio ya biashara. Kwa hiyo wanafanya biashara wote, wakulima, wafugaji, wavuvi, tunawahimiza wapite BRELA. Wao wenye maswali, wenye kupata ushauri, tuje tutaongea nao na wataona namna sahihi ya kuongeza mitaji yao. Nianze kwa kusema faida ya kwanza unakuwa na nafasi ya kujitambulisha mbele ya wadau wako ambao labda ni watu wa masoko ama kule unapotafuta tenda, kwa sababu unaposajili jina la biashara unalinda ile brand yako kwa kutumia jina hilo, kwa sababu sheria inakataza kutumia jina ambalo sio la kwako kwenye kufanya biashara. Hivyo basi unapokuwa umebuni jina lako, ni vizuri ukaja ukalisajili kwanza BRELA ili uweze kutambaa sasa kwenye masoko na kuzuia watu wengine wasiweze kutumia jina lako kwa manufaa yao, kwa sababu usipolisajili huna namna unaweza kumkataza mtu mwingine asitumie jina hilo na yeye kufanya biashara kama ya kwako. Lakini faida ni nyingi kama nilivyozitaja hapo mwanzo, kwamba unaweza ukapokelewa na watu wa benki. Benki wanahitaji mtu ambaye tayari amejisajili
kama endapo anataka kufungua akaunti ya biashara. Lakini utapokelewa na taasisi zingine saidizi katika masuala ya biashara. Nimetolea mfano TBS, unahitaji kwenda bidhaa yako ipate ile nembo ya ubora, lazima watakutaka kwanza bwana, hebu pita kwanza BRELA. Lakini unahitajika pia hata TRA, watu wa kodi wanakuhitaji, okay, wewe ni mwananchi, ni kampuni, fanya biashara, basi umejisajili, njoo hapa, watakusaidia kwenye mahuduma ya kodi. Kwa hiyo faida ni nyingi, unalinda ubora wa brand yako, lakini unakuwa ni mfanyabiashara ambaye uko tayari kupokelewa na taasisi zingine saidizi kwenye ukuzaji wa biashara.